Na shukuru sana kwa maombi hayo na pia kwa makaribisho. Ninapenda nitoe salamu za upendo wa Yesu, asubuhi njema. Na nikukaribishe sana katika wazo letu la siku tunapotanguliza Mungu katika mambo yote. Napenda pia nimshukuru Mungu kwa kuwa nasi katika wikendi iliyokuwa na mambo mengi. Lakini hata hivyo tunashukuru maana sasa tunaanza kazi kwa nguvu za Mungu. Na kwa hivyo kama vile ambavyo ombi limefanywa ni kwamba tuko katika safari ya katika maisha haya ya dunia. Tulisema maisha ni safari, na katika maisha haya ambayo ni safari kuna malengo ambayo sisi kabla Yesu arudi, kipindi hiki ambacho tunachoishi lazima tukiishi kwa uangalifu mkubwa sana. Kwa sababu katika kusimika nanga yetu, lakini nikasema pia kile ambacho tunachong'ang'ana nacho ni kwamba tunapata udhabiti kwa ajili ya dhoruba. Na ndiyo maana Paulo katika kitabu cha Waefeso akaita akisema ya kwamba anawasihi wale watu wa Waefeso waweze kuwa na tabia ambayo ni ya kutokata tamaa, ama kwa namna ingine waweze kuwa na misingi imara ili hata pepo zinapokuja wasiwe tena watoto wachanga wakitupatupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Ni kwa nini Paulo aweze kusisitiza maneno haya? Ukienda mstari wa 13 kwa wakati wako, anasema ya kwamba ili tuweze kufikia umoja na kumfahamu sana mwana wa Mungu hatakuwa mtu mkamilifu. Hii ni kitabu ama fungu aya inayotuongoza katika kitabu cha Waefeso 4 na mstari wa 14, lakini nimenukuu 13. Ni kwa nini tuweze kuwa na imani moja na tuweze kuwa na misingi ambayo imedhibitika, ili hata pepo zinapokuja tusiweze kuwa tukirusharushwa hapa na pale. Na tulipokuwa tunatangulia jana tukasema kipindi ambacho tunapata majaribu, maana katika ulimwengu huu tulipata upende usipende, ni kwamba changamoto za maisha zinakuwa zimepanga laini. Unafikiri ya kwamba umemaliza hili, lakini lingine linakuwa nalo limejipanga, liko tayari. Na kama changamoto ziko tayari, je, wewe mtu wa Mungu ama mwenye ambaye changamoto hizi zinagoja, tunahitaji tuwe tumejitayarisha kwa namna gani? Na kwa hivyo leo nitachukua mambo 6 ambayo nataka tuweze tu kwa kifupi tuyaangazie. Ni kwa nini Mungu aruhusu tuweze kuwa na matatizo, ama ukipenda kwa kimombo anasema the purpose of trials. The purpose of trials. Tunapozingatia kudhibitika kwa ajili ya dhoruba, leo tunaangalia the purpose of trial, ama sababu ya matatizo haya ni kwa sababu gani. Tunaomba Mungu ukatuongoze katika neno lako, ukatutakase na katika neno lako, maana neno lako lina uwezo wa kutakasa. Tayarisha mawazo yetu ili tunapoangazia haya mambo yaje kwa uvuvio mkubwa, ili tunapokaribia kuingia katika siku hii tukaingie kwa ushujaa ya kwamba aliye ndani yetu ana nguvu kushinda yale mambo ambayo inayotuzunguka. Tunaomba uwe pamoja nasi. Simika nanga yetu katika dhoruba, kwa ajili ya dhoruba, ili jina lako lizidi kutukuzwa, nasi pia tuweze kukufurahisha tukiwa watoto wako. Maana tuomba kwa Yesu aliye mkombozi wetu. Amina.
Jambo la kwanza ni kwa nini tuweze ama ni sababu gani matatizo haya yaje. Jambo la kwanza, ili tuweze kuangalia ama kumwangalia Yesu. Kiingereza inasema turn our eyes unto Jesus. Zaburi Daudi anapoitunga 3 anasema, Bwana, watesi wangu wamezidi kuwa wengi, ni wengi wanaonishaburia, ni wengi wanaoimbia nafsi yangu, hana wokovu huyu kwa Mungu. Na wewe Bwana ngao yangu pande zote, utukufu wangu na muinua kichwa changu. Kwa sauti yangu namuita Bwana, naye aniitika toka mlima wake mtakatifu. Nilijiraza kama vile ambavyo sote tumefanya leo usingizi, nikaamka, kwa kuwa Bwana ananitegemeza. Sitayaogopa 10,000 ya watu waliojipanga juu yangu pande zote. Bwana uinuke, Mungu wangu uniokoe, maana umewapiga taya adui zangu wote. Umewavunja meno wasio haki. Wokovu na Bwana, baraka yako na iwe juu ya watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaruhusu ama reasons of trials, sababu ya majaribio ama matatizo. Jambo la kwanza, kama Daudi, ili tuweze kuyainua macho yetu juu. Daudi anasema 121 ya kwamba ayainua macho yake juu pahali ambapo wokovu wake unapotoka. Ni kwa nini tuweze kukumbushwa kuinua macho yetu juu? Kikawaida mwanadamu, maana si mkamilifu, anaweza kuwa overwhelmed na situation ambazo ako nazo maishani. Lakini cha msingi, kile ambacho sababu inayofanya matatizo haya yaje, ili wewe mtu wa Mungu usisahau ya kwamba wewe si wako mwenyewe. Wakorintho Paulo anasema ya kwamba sisi tuko hapa duniani lakini si wa duniani. Na hiyo ikieleweka vizuri, itakuwa inatuwezesha kujua ya kwamba tuko hapa tu tukiwa wapitaji, hapa si kwetu. Na tukiwa na uwezo huo wa kutafakari mambo hayo na kuelewa, itatupa uweza ya kuweza kunavigate, ili tuweze kujua jinsi anavyotutakia. Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa 2 na mstari wa 3 kuelekea 5, sisi ni wa dunia, lakini sisi tuko hapa duniani, lakini sisi si wa dunia. Na kwa hivyo as much as tuko katika ulimwengu, sisi kile ambacho tukifunguliwa jicho la kiroho, kama vile anasema Waefeso 1:18, jicho la moyo wenu, jicho la moyo wenu litakapotiwa nuru, basi tutaweza kuelewa ya kwamba hatuna budi, lazima tuangalie juu. Jambo la pili, to perfect our character, kutengeneza tabia yetu. Kuna wimbo mmoja tunaoimba katika nyimbo za Kikristo, inasema ya kwamba niwe kama Yesu. Ni kwa nini tuwe kama Yesu? Wakati kipindi alipoingia msalabani, maisha yetu ikawa sasa ama maisha yake ikawa ni maisha yetu. Na huo ndio ushindi ambao tumeupata msalabani, kifo cha Yesu. Na habari njema ni kwamba ni kuzaliwa kwa Yesu, kuishi maisha ya Yesu, kufa kwake na kufufuka. Habari njema ni hii: kama Yesu hakuzaliwa, kama Yesu hakuishi maisha hapa duniani, kama Yesu hakufa na akafufuka, basi hatuna habari njema. Lakini habari njema ni kwamba kupitia kwa kifo cha Yesu kukawa na radical change. Maisha ambayo mwanadamu mwenyewe aliyoyaishi
ambayo ni maisha haingempa hata nukta moja kufaa mbele za Mungu. Siku ya leo tunaishi kwa uwezo wa Mungu. Tunaishi kwa uweza wa Mungu kwa sababu tabia yake sasa imesimikwa ndani yetu. Kama kuna Kiswahili sanifu kama hiyo. Yani his character has become our character. Na ndiyo maana Paulo anasema sasa, na tukikaripie kiti cha Mungu kwa ushujaa. Yani sisi sasa kwa ajili ya hiyo nguvu yake tuna uwezo wa kukaripia kiti chake. Kwa hivyo matatizo yaja ili tabia yetu iweze kudhibitika. Kitabu cha Isaia 48 mstari wa 10. Isaia anasema ya kwamba napitishwa katika moto, ili katika moto dhahabu, ili itoke kuwa dhahabu, ni lazima ipitie kwa moto. Na kwa hivyo nikielewa jambo hili kama Mkristo, nakwambia mtu wa Mungu, ni vile tu changamoto haziwezi kuja tena uanze kucheka. Lakini kwa ule moyo wa ndani, maana unaelewa, utakaa kimya hivi ukijua ya kwamba ushindi una yeye ambaye ni Bwana wa majeshi, Mungu wa wokovu wetu. Jambo la tatu, matatizo yanakuja ili iweze kustrengthen our faith, kudhibitisha imani yetu. Kudhibitisha imani yetu. Kitabu cha Warumi 8 na mstari wa 28, tunajua hakika ya kwamba Mungu anasema yeye mwenyewe. Sikia maandiko jinsi ambavyo inavyosema ya kwamba nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Wanasemezana na Mungu. We are privileged kuitwa katika mambo haya ni ya Mungu. Everything work for good for those who love God. Jana yule bwana niliyemtaja hapa kwa sababu ya maombi jana. Yule bwana aliyempoteza mke wake wakati alipokuwa anajifungua. Mtoto mdogo amebaki na mke ama yule mama ameweza kulala usingizi wa mauti. Lakini jambo moja, tukiwa katika maombolezi, jambo moja lilijitokeza, na tunazidi kumwombea huyu bwana apate nguvu. Ya kwamba mhubiri alipotamka neno ya kwamba mambo yote yafanyika kwa uzuri, yule bwana nikamuona ameangalia chini. Na nikashangaa, ningekuwa na kipindi kama kile. Unajua kuna kipindi kingine God does not make sense. Ni kweli yanafanyika kwa uzuri, lakini ni kwa nini huyu mtoto hata kunyonya kwa dakika moja tu? Lakini sikia, maana sisi tulijua si wa hapa. Matatizo huja ili iweze kudhibiti imani yetu. Si kwa kutumaliza, si kwa kutuvunja, lakini matarajio ya Mungu ni watoto wake waweze kudhibitika katika imani, ili wasirusharushwe na kila upepo. Leo nikipata shida, ninamlaani Mungu kama vile mke wa Ayubu alivyofanya. Lakini imani hiyo inayodhibitika ni kama ile ya Ayubu. Anasema ya kwamba though you may slay me, hata kama utaniua, lakini bado nitashikilia. Na hii ndiyo Mungu anapenda kusemezana nasi asubuhi ya leo. Ya kwamba he is not in competition with the devil. Mungu hayuko katika mashindano na uovu, hapana. Hagojei kwa uovu upate uovu ili na yeye ajitokeze tu pahali ili sasa akuje aonekane ni mshindi. Hapana, he is not in competition with the evil. Lakini ni nini hiyo inayofanya aruhusu hayo mambo? Ili imani yako idhibitike. Bwana asifiwe. Ya 4, inatufundisha kuwa na uvumilivu.
inatufundisha kuwa na uvumilivu. Kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 2 kuelekea 4. Watu wengi tunasema ya kwamba mimi nitaishi maisha yangu. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, waliimba wimbo wakasema sisi hatupangwingwi. Ebu nikueleze kama wewe ulisikia hiyo wimbo. Kwa Mungu utapangwa. Kwa Mungu utapangwa. Kwa sababu gani? Anapokuingiza katika hilo tanuru, maana we ni dhahabu nzuri, na dhahabu nzuri kwa kawaida ni lazima ipitie kwa moto, itabidi upangwe. Yule Isaya anaposema ya kwamba we Mungu ni mfinyanzi, ni finyange. Ile kitu chombo kinachofinyangwa hakitoi sauti kusema wewe mfinyanzi usinitengeneze namna hii. Inatupa ushujaa ya kwamba, inatupa uvumilivu ya kujua ya kwamba tuko katika jinsi ya kutengenezwa ili tuwe na maadili mema, tuwe kama Yesu. Jambo la 5, inazidi kutufanya tuwe wanyenyekevu. Kama kuna jambo limemlemea mwanadamu ni unyenyekevu, humility. Utamuona leo mzee wa kanisa amechaguliwa kuwa mzee wa kanisa, lakini washiriki wengine hawapumui. Utamuona mwanakwaya kwa sababu ana sauti ya kwanza, hiyo kwaya haiwezi imba bila mimi. Mwanadamu kwa kawaida ni wa kiburi. Lakini Mungu anaruhusu hata hao wakuu kipindi kingine wapitie mambo hayo ili waweze kufundishwa kuwa wanyenyekevu. Maana hakuna njia nyingine yeyote Mungu anaweza kuongea na watoto wake ila tu kwa unyenyekevu. Only the humble who can listen. Only the humble who can listen. Only hao ambao tu ni wanyenyekevu ndiye atakaye kaa. Mnyenyekevu ndiye atakaye amka mapema kwa sasa. Lakini kwa kiburi nitasema mbona nitoe blanketi ya kwangu? Watu wa Mungu, jambo la mwisho ni kwamba inatusaidia majaribu, inatusaidia tuweze kuwa na sympathy. Kiingereza inasema ya kwamba enable us to sympathize and empathize with others. Sympathize ni ile njia ya kuoneana huruma, lakini kama mtu wa Mungu haitoshi ni kuonea huruma, lakini empathize, it goes further. Ninapokuwa mtu wa kuonea watu huruma, empathize nayo inakuja, inanifanya badala ni kuonee huruma nikiwa kwa upande ule mwingine, kuempathize inanipa nafasi ya kuingia katika viatu vyako. Na kwa hivyo tukiwa hapa pia it is another challenge we are given, ya kwamba sisi hatukuamka mapema kwa sababu tulikuwa ni wazuri sana. Lakini mchungaji jana kaita wito kasema tuweze kupigania watu waje pamoja tupate nguvu hii. Alisema si kwa mwili tunapigana, lakini kwa sababu tunaelewa kuna wenzetu, kuna ndugu zetu wanaoumia kwa sababu ya kutozingatia mambo ya Mungu. Ninakuwa na hiyo empathy. Ninaingia kwa viatu za hawa watu, ya kwamba Mungu tunawaitania, kwa Mungu tunawalilia, si kwa kupenda kwao Mungu. Na kwa mambo haya yote inatusaidia kuwa na uhakiki ya kwamba sisi tuna uwezo. Na kwa mwisho ni kwamba inatufundisha kuwa na wimbo usiku. Unaweza imba mchana, kipindi ambacho una raha, una uwezo wa kuimba bila wasiwasi. Ukiwa yani uko na maisha mazuri, uko na afya nzuri, uko na biashara nzuri, uko na familia nzuri, una uwezo wa kusifu Mungu, una uwezo wa kutoa hata ushuhuda. Lakini si rahisi kuimba huu wimbo wa kushukuru na wa kuhimidi Mungu unapokuwa katika shida. Na ndiyo maana baadhi ya mahubiri ambayo nimewahi fanya kipindi kimoja, title ilikuwa A Song in the Night.
Let me tell you, kama tuna uwezo wa kuimba wimbo wakati wa giza, ina maana that is a genuine song. Na inafanyika namna gani, ama tutapata matayarisho namna gani? Kipindi ambacho ni mchana, kama ninaweza kuimba wimbo katika furaha yangu, basi nitakamilika kuimba hata na wimbo katika mateso yangu. Siku ya leo, Mungu ameruhusu haya, ama anaruhusu the reasons for trial, sababu ya majaribu na mateso, ili iweze kukukamilisha wewe, tuweze kuangalia uso wetu juu, iweze kuzingatia kudhabiti imani yetu, itufundishe uvumilivu, itusaidie tuwe wanyenyekevu, itupe uwezo wa kuwa na moyo wa kuhurumiana. Leo tunaondoka kwa imani moja, ya kwamba katika mambo ambayo tutakayoipata nje, aliye ndani yetu ana nguvu kushinda aliye against us, ama aliye kinyume yetu. Usitie hofu, jipe moyo mtu wa Mungu, maana nia ama mioyo yetu ya ndani ikifunguliwa, tutajua sisi hatuko peke yetu, ila tuna Mungu ambaye anayetushughulikia. Jina la Bwana litukuzwe katika jina la Yesu. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kuwa pamoja nasi, pamoja na maombi ambayo inanong'onezwa mioyoni mwa watoto wako. Tunaungana kwa pamoja, sisi ni familia yako Mungu. Katutendee wema siku ya leo, enenda pamoja nasi, ukatutangulie, ushindi ukapatikane ndani yako, katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amina.